Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Tuko katika kitabu cha Methali, tumefika sura ya 2. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikiliza hekima, ukauelekeza moyo wako upate ufahamu, naamu, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha na kuutafuta kama hazina iliyostirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Huwawekea wanyoofu akiba ya hekima kamili, yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, asante kwa kufuatana nami. Mungu aendelee kukubariki. Asanteni ninyi ambao mnaendelea kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Mungu awabariki sana. Na wewe ambaye bado baraka hizi zinakuhusu, tafadhali karibia ufanye hivyo. Tuko katika zitazama ahadi za Mungu kwetu. Tumeifikia ahadi nyingine hapa. Ahadi hii sharti lake ni hili. Anasema ili uipate, ahadi yenyewe ni hii: ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kila mtu angependa kumcha Mungu. Kila mtu angependa kumjua Mungu vizuri. Lakini njia pekee iliyowekwa hapa, anasema, mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukitega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako kupata ufahamu, naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha na kutafuta kama hazina iliyostirika, ndipo anasema ndipo utakapoweza. Anasema ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Kila mtu angetamani kumcha Bwana, lakini njia iliyowekwa hapa ni ya neno lake. Anasema ukikubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu. Maana yake ni kwamba, je, ungependa kumcha Bwana? Ungependa kumheshimu Mungu? Kama unapenda hiyo, njia iliyowekwa hapa ni hii: lipende neno lake, liweke akiba moyoni mwake. Sikilize neno lake kila mara, ulikubali neno lake, liweke akiba moyoni mwako. Njia hiyo ndiyo njia ambayo anasema itakusaidia wewe kumcha na kumjua Mungu unayemwabudu. Je, unamfahamu Mungu unayemwabudu? Je, umewahi kukutana naye mahali? Je, ameshakufanyia mambo gani kwenye maisha yako? Huyu ndiye Mungu ambaye ukitaka kumfahamu, lishike neno lake, liweke akiba moyoni mwako. Maana yake uwe na tabia ya kuisoma Biblia hii, uwe na tabia ya kuliweka neno lake moyoni. Kwa njia hiyo wewe utakuwa mmoja wapo wenye kumcha Bwana na kumjua sana Mungu. Mimi sijui kwa upande wako, lakini ukisoma kwa Ayubu anasema mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu ndipo utakapokuwa na amani. Je, ungependa kuwa na amani? Amani maana yake utulivu. Ungependa kuwa mtu mwenye utulivu moyoni? Mjue sana Mungu. Kumjua Mungu kumbe ni kumtafuta katika Biblia, kumsoma kwenye maandiko na kuyaweka akiba moyoni mwako. Ndipo utakapoweza kumcha na kumjua. Mungu akusaidie mpendwa mtazamaji wangu. Natamani sana umjue huyu Mungu. Natamani sana uwe na tabia ya kumheshimu. Hii ni muhimu sana kwa maisha yako na kwa baadaye yako. La sivyo atakapotokea atakukataa. Lakini heri yako wewe ambaye umekuwa na tabia ya kumpenda, kumcha na kumtumikia kwa moyo.
na wewe ambaye umekuwa na tabia ya kutenga muda kusoma neno lake na kulitafakari moyoni na kulihifadhi moyoni. Wako watu hata ungemwamsha saa ngapi, anajua mistari mingi katika Biblia inayosema lolote kumhusu ama kuhusu jambo fulani. Lakini watu wengine wasiopenda kuisoma hii Biblia hawajui mengi kuhusu Mungu, hawajui mengi kuhusu yaliyoandikwa ndani yake. Lakini mimi nikwambie, sio lazima ushike kila mstari, lakini vizuri kushika sentensi ya maneno yaliyomo katika Biblia kwa ajili yako na kwa ajili ya Mungu. Mungu akubariki sana. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Bila shaka utaendelea kufuatilia. Mungu akubariki sana. Nami ni ombi langu kwamba uendelee kufuatilia kipindi hiki, utapata mengi yaliyomo. Ndani ya Biblia kuna hazina kubwa imefichwa humu. Iko kubwa sana imefichwa ndani yake. Lakini utaing'amua tu kwa kuipenda Biblia hii na kuisoma kila wakati. Akubariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na hata milele. Amen.